Tupo katika hoteli hii ya New Africa hapa Dar es Salaam, na kama ilivyo ada natumia fursa hii adhimu kabisa kukaribisha rasmi makamu mkuu wa chuo Profesa Asad pamoja na mashehe na viongozi wetu wote na wageni wote, wawakilishi wafanyakazi kutoka Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro ambao mmesafiri kuja hapa Dar es Salaam, ambapo kuna historia bila shaka na sisi, kwa sababu makabidhiano wa chuo hiki kilifanyika Dar es Salaam, na leo tunakuja kufanya jambo kubwa. Tunataka tukiambia dunia tukitokea hapa Dar es Salaam kwa mara nyingine. Waandishi wa habari, ninyi ni watu muhimu sana kwenye taasisi yetu. Tuna heshima kubwa kukaribisheni hapa rasmi, na tutazungumza moja kwa moja hapa na taasisi yetu. Mkuu wa taasisi yetu atazungumza nanyi kwa niaba ya Watanzania wote popote pale walipo, na bila shaka jumuiya ya Waislamu vile vile duniani kote. Na kama ilivyo ada, sisi taasisi yetu ya Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro tuna ada yetu, na ada yetu hatufanyi jambo lolote bila kuanza na maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu. Na heshima maalum, na ninaomba mridhie tumkaribishe kijana wetu hapa, imamu wetu Bwana Ishaq, kwa ajili ya Qur'an tukufu kama sehemu ya ufunguzi rasmi ya shughuli yetu. Ishaq, karibu sana kwa maneno ya Mwenyezi Mungu ili tuanze kufanya shughuli yetu rasmi sasa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi mulku as-samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Sawa, basi sasa baada ya maneno hayo ndugu zangu wanahabari, sasa tunaelekea katika jambo lenyewe, na sitaki kabisa kupoteza muda. Naomba sasa nitumie fursa hii adhimu kumkaribisha mwenye jambo lake ambaye ndiye yeye amelibeba, Profesa Asad, aje hapa kwa ajili ya kuzungumza nanyi wanahabari, na ninyi mtusaidie kusukuma taarifa hii muhimu sana kwenye taasisi yetu iwafikie Watanzania na watu wengine wote duniani. Hili ni jambo kwetu, taasisi yetu jambo kubwa na jambo muhimu. Tunaomba mtusaidie lifike huko duniani. Profesa Asad, karibu sana kuzungumza na waandishi wa habari kwa niaba ya umma wote. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu hasa kwa kudra zake ambazo zimewezesha kila linalofanyika lifanyike kama tulivyoliona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani neema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu na rehema zake na baraka zake vile vile. Mashehe wetu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, wadau katika sekta zote, tumekuiteni asubuhi ya leo ili mfikishe ujumbe huu muhimu kutoka Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Sisi Chuo cha Waislamu cha Morogoro, yani MUM, tunaithamini sana tasnia ya habari, tukiamini kwamba ni tasnia muhimu kwa taifa letu na kwa umma kwa ujumla. Ndugu wanahabari, kama mnavyojua, Chuo cha Waislamu cha Morogoro ni chuo kinachoongozwa na taasisi ya Muslim Development Foundation, yani MDF, ambayo kwa niaba ya Waislamu wote wa Tanzania walipokea jukumu
la kukiendesha na kukisimamia chuo hiki. Kama mnavyokumbuka, chuo chetu kilikabidhiwa kwa Waislamu na marehemu Rais mstaafu wa awamu ya 3 ndugu Benjamin William Mkapa mwaka 2004 na kuzinduliwa rasmi kuanza shughuli zake mwaka 2005. Mpaka sasa chuo kimefikisha miaka 20 tangu tukabidhiwe. Ndugu waandishi wa habari, Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro kina mambo mengi mazuri ya kujivunia, yakiwemo ustamilivu na uhimilivu wake kwa kipindi chote hiki cha miaka 20. Kama mnavyojua, miaka 20 si kidogo, kama mtoto ashakuwa mtu mzima tayari. Sasa kama ilivyotarajiwa na jamii ya Kiislamu, tumejitahidi sana kufanya mambo haya, na kwa kweli tunashukuru jamii yote na taifa kwa ujumla wake. Hata hivyo, chuo chetu pia kama taasisi nyingine kimepitia changamoto kadha wa kadha katika uendeshaji wake. Kwa mintarafu hii, uongozi wa chuo umeona ipo haja ya kuadhimisha miaka 20 ya kuwepo kwa chuo hiki ili kueleza na kuonesha maisha ya miaka 20 ya chuo pamoja na mipango ya miaka 20 ijayo. Kwa hiyo tunawatangazia rasmi kwamba tutakuwa na maadhimisho ya sherehe za miaka 20 ya Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro mwaka huu. Ndugu waandishi wa habari, kilele cha maadhimisho haya kitafanyika katika kitovu cha chuo ambacho ni Morogoro. Mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho haya anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Katika maadhimisho haya tunatarajia kutoa tuzo mbalimbali kwa waasisi wa chuo na watu waliotoa mchango mkubwa na wa kipekee katika chuo chetu. Miongoni mwa matukio makubwa katika maadhimisho haya ni uzinduzi wa makala maalum, yani documentary, itakayoonyesha maisha ya miaka 20 ya chuo pamoja na mipango ya miaka 20 ijayo. Pia kutakuwa na mradi mkubwa wa kielektronic, yani MOM Community Fund, utazinduliwa rasmi ili kuruhusu wananchi kwa ujumla wao kuchangia maendeleo ya jamii. Maadhimisho haya yataanza tarehe 11 mwezi Juni katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro. Kutakuwa na mawasilisho na mijadala ya kitaaluma, maonesho ya kitaaluma pamoja na vikao mbalimbali vya alumni. Alumni ni wanafunzi waliosoma zamani na kuhitimu kutoka pale. Tunawakaribisha wahitimu wote na wadau wote kwa ujumla, popote walipo, wafike katika jambo hili, waje kujumuika nasi kwenye chuo chao kama vile walivyokuwa Dar es Salaam mwaka 2004, kuonesha umoja na matunda ya chuo chao. Ndugu waandishi wa habari, katika maadhimisho haya kutakuwa na dua maalum ya kuliombea taifa na viongozi wake ili kuendelea na kudumisha amani, kutuwezesha sisi MUM kwa kushirikiana na vyuo vikuu vingine tuendelee kuwa na mazingira mazuri ya kuandaa wataalamu tarajali wa nchi hii. Aidha, sanjari na dua kwa taifa, pia kutakuwa na dua maalum ya kukiombea chuo chetu. Dua zote hizi zinatarajiwa kuongozwa na Abubakar bin Zubair bin Ali, Sheikh mkuu ambaye pia ni mufti wa Tanzania. Tunazialika taasisi zote za Kiislamu kushiriki katika tukio hilo, pamoja na kuwa na kikao maalum cha taasisi hizo kujadili mustakabali wa chuo chao vile vile. Mwisho, tunamshukuru sana Mufti Abubakar Zubair bin Ali kwa kushirikiana nasi kwa hali na mali wakati wote. Wawakilishi wa MDF, yani Muslim Development Foundation, mashehe wetu na wadau wetu wote wa maendeleo. Aidha, ninakariri shukrani zangu tena kwenu nyinyi wahariri na waandishi wa habari kwa kubali kuja katika mkutano huu ambao tunaamini ni muhimu sana. Asanteni sana nyote. Karibuni sana Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, haya ni maneno ya Profesa Asad, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Na ninafahamu waandishi wa habari ninyi ni watu mahiri sana katika lugha. Kuna makosa madogo sana ambayo mnatusaidia kusahisha. Mara nyingine watu husema Chuo Kikuu cha Kiislamu Morogoro, si sahihi. Wengine husema Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro, si sahihi.
ni chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Hiyo ndio sahihi. Kwa hivyo ninyi mtaweka sawa mambo hayo. Sasa sisi tumepata bahati kubwa kupata makamu mkuu wa chuo wetu kuwa Profesa Asad, mtu mwenye heshima na tajiriba kubwa katika nchi hii. Tunaona fahari kulelewa naye pale chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Sasa baada ya kuzungumza yeye na kumaliza, na mimi nisingependa kutia maneno mengi ambayo nitaharibu yale maneno mazito na mazuri ambayo yamezungumzwa na profesa. Kwa hiyo mimi itatosheka kuishia hapo tu. Sasa kinachofuata hapa sasa, baada ya taarifa hiyo rasmi, miaka 20 kama alivyozungumza profesa ni miaka ya kutosha kusema kweli. Watu wengine walikuwa hadhani kama sisi tungeweza kumudu kuwa na chuo kikuu mpaka sasa, lakini tumeweza na tunafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo tunataka kwenda mbele zaidi kwa miaka 20 ijayo. Tunadhani hili jambo muhimu la kuanza. Sasa hapa kutakuwa na maneno kidogo kutoka kwa mwakilishi wa mufti. Sio kama tayari amekwisha fika. Tafadhali karibu uzungumze na umma huu ambao waandishi wa habari wako hapa, na tunakushukuru sana kabisa kwa niaba ya mufti kwa namna unapotupa ushirikiano kwa muda wote wa miaka 20. Karibu sana tafadhali. Nimesimama hapa kwa majina naitwa Mwenda Said Mwenda, ni naibu katibu mkuu tawala na fedha Baraza Kuu la Uislamu Tanzania. Makamu haya yalikuwa ni kwa ajili ya mwenyekiti wetu wa halmashauri kuu Sheikh Hamisi Mataka, ambaye bahati mbaya amepata dharura na asubuhi hii akalazimika nije kumwakilisha hapa baada ya kusafiri kwenda Mwanza kwenda kuhudhuria mazishi ya mwenyekiti wa BAKWATA mkoa wa Mwanza ambaye alifariki juzi. Ndugu zangu, Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA linapenda pia kutoa pongezi za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha kuwa na chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro, MUM, Muslim University of Morogoro, taasisi adhimu kabisa ambayo kwa kipindi cha miaka 20 imezalisha wataalamu wengi wanaolitumikia taifa na umma kwa ufanisi mkubwa, wakienea katika kila pembe za nchi yetu. Chuo hiki kimekuwa ni ufunguo wa maendeleo ya jamii yetu, kikileta nuru ya elimu, maadili na maendeleo endelevu kupitia kazi zake kuu tatu. Moja kabisa, kufanya tafiti na machapisho mbalimbali. Pili, kutoa ushauri wa kitaalamu kwa jamii na kuzalisha wataalamu. Hakika kwa kuzalisha wataalamu jamii yetu imenyanyuka, kwani Mwenyezi Mungu mtukufu anasema katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu atawanyanyua wale walioamini miongoni mwenu na wale waliopatiwa ilmu darajati. Ni surati Mujadila sura ya 58 aya 11. Kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania tunawaalika rasmi wananchi wote kushiriki katika matukio mbalimbali ya kusherehekea miaka 20 ya kuanzishwa kwa chuo hiki, ambayo kilele chake kitakuwa ni tarehe 20 mwezi wa 6 2025. Hakika tunawaalika sio tu kwa ajili ya kusherehekea mafanikio yaliyopatikana, bali pia kushiriki kikamilifu katika mpango wa maendeleo ya miaka 20 ijayo, tukishuhudia kwa pamoja yale mema yaliyotekelezwa na chuo chetu pamoja na yale yanayotarajiwa pamoja na yale ambayo yanatarajiwa. Tunaamini kwamba kupitia ushirikiano wa kila mmoja wetu tutaweza kuendeleza mafanikio haya kwa pamoja kama timu moja wa Tanzania na pia timu moja ya Waislamu, na kuipeleka jamii yetu katika kiwango cha juu zaidi cha maendeleo ya kielimu na kimaadili. Ndugu zangu, baada ya kusema haya, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana kwa maelezo hayo ya muktasar ambayo umetoa kwa niaba ya Sheikh mkuu na mufti wa Tanzania. Shukran sana. Sasa kinachofuata, ndugu zangu waandishi wa habari, bwana na bwana, tunajitahidi sana kwenda na wakati kwa sababu tuna muda wa hewani wa dakika 60 tu hapa, na tuko mubashara kupitia ZBC2 ambao wako hapa moja kwa moja. Na sasa hivi ninaomba niwakaribishe wanazuoni
ambao wao watakuwa na maneno ya muktasari, na kitu ambacho wanakuja kufanya hapa najua wana mambo mengi, kwa sababu tangu historia ya chuo hiki mwaka 2004 tunakabidhiwa, wao walikuwa miongoni mwa roho ya kupambania kupata taasisi hii muhimu kabisa. Kwa hivyo kupata miaka 20 leo angekuwa na furaha mpwite kuyazungumza mambo mengi kuhusiana na mafanikio ya miaka 20 hiyo, lakini tutakuwa na nafasi hiyo kubwa zaidi katika maadhimisho yenyewe, sio hapa. Hapa tuna dakika chache sana. Kwa hiyo nitaomba tutumie dakika 2 kila mmoja, na dakika 2 za Kiislamu, tuzungumze kidogo kuwakaribisha watu katika shughuli hiyo ambayo itaanza tarehe 11 na tutakwenda mpaka tarehe 20 kilele chake. Sasa hapa, mabibi na bwana, naomba niruhusuni nimkaribishe Amiri Musa Kundesha, shekhe huyu ambaye ni mwalimu wetu, azungumze, awakaribishe watu kwa jambo hili kubwa kabisa. Dakika 2 na Sheikh Kundesha, tafadhali, karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu ala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-ikhwa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ni mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ya kusahau masahaba zake Mtume walijitolea kwa mali na nafsi zao ukautetea Uislamu ukafika huko kwetu katika sura kama hii unayoiona. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie radhi zake ziende kwa wote watakaofuata mwenendo kama wao mpaka siku ya Kiyama. Niseme neno moja la kishehe. Mtaalamu mmoja anasema hivi: wala tamtazu baina al-insi wal bahaimi illa bil ilmi fajidu bil ilmi. Ni vigumu sana kutofautisha kati ya mwanadamu na mnyama. Kimantiki mwanadamu anaitwa hayawanu natiq, ni mnyama anayetamka. Ni vigumu kumtofautisha kati ya mwanadamu na mnyama isipokuwa kwa elimu. Fanyeni bidii na jitihada kubwa katika kutafuta na kupata elimu ili kujitofautisha na wanyama. Kituo chetu cha MUM na chuo chetu cha MUM ni kigezo kizuri kinachotafsiri maneno haya ya wanachuoni, na kama inavyofahamika, ilizoeleka Tanzania, nafikiri na mahali pengine, kuna elimu dunia na elimu akhera. Mwanachuoni mmoja akasema, ukisomea elimu akhera unataraji kupata kazi gani ukifika akhera? Kumbe elimu zote mahali pake ni hapa duniani. Kwa hivyo MUM ilikuwa inasaidia sana kutoa tafsiri nzuri hii, kuwafanya Waislamu wajihusishe na elimu zote zinazohusu maisha yao ya hapa duniani. Tunashukuru kwa kuhimili mikiki ya miaka 20 iliyopita. Nafikiri ni fursa nyingine tena ya kujipanga na kuangalia kipindi kijacho kinawezaje kuwa kipindi bora kuliko hichi cha sasa. Nafikiri watendaji na wasimamizi wameona. Mwanzoni walikuwa wanadhani kwamba tukiwa na chuo itakuwaje. Kwa miaka 20 wameona. Nafikiri sasa wanayo tafsiri nzuri kulingana na zile kazi zao. Miongoni mwa kazi za vyuo ni kufanya tafiti, na miongoni mwa tafiti ni kuendesha chuo pia. Kwa hivyo nafikiri siku hii itakayofika ya kueleza na kutathmini miaka 20 iliyopita ni fursa nzuri sana kupata taarifa za kitaalamu zikatuonyesha mazingira ya miaka 20 bora zaidi ya kipindi kinachokuja. Nimuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie kheri viongozi wote na wasimamizi, aijalie siku hiyo ifike na ikamilike. Lakini nitumie fursa hii kumwalika kila Mtanzania. Chuo ni cha Waislamu, lakini huduma ni ya Watanzania kwa jumla. Nikualikeni nyote katika siku hii muhimu na kupata michango yenu na mawazo yenu katika kwenda mbele, kwa sababu kazi ya chuo hicho ni kuandaa Watanzania kukabiliana na maisha ya Tanzania. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee Kundesha kila akizungumza unapata jambo la kujifunza. Anasema chuo ni cha Waislamu lakini huduma ni ya Watanzania wote. Ndio chuo chetu kilivyo. Kuanzia wanafunzi wetu na wafanyakazi
ni mchanganyiko bila kujali imani zao. Amezungumza kwa usahihi kabisa. Dakika mbili hizi naomba sasa mniruhusu mimi na bwana nimkaribishe Sheikh Tahbane kwa ajili ya kutoa maelezo na yeye dakika mbili walau na kuwakaribisha wa Tanzania katika shughuli hiyo kubwa kabisa. Tafadhali karibu uzungumze na umma kupitia waandishi wa habari hawa, na tuko mubashara kupitia ZBC2 wema unaoendelea. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu wanahabari na waliko wengine ambao tumehudhuria kikao hichi adhim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa taufiki yake, lakini zaidi ya hayo tunashukuru kupata muda mfupi huu wa kuzindua jambo letu kuelekea maadhimisho ya miaka 20 ya chuo cha Waislamu cha Morogoro. Ukweli ni kwamba elimu kwa mujibu wa Uislamu ni fardhi kwa kila Muislamu. Sasa tukitoka kwenye nadharia tukija kwenye utekelezaji kwa vitendo, tunasema hii aya au hizi aya ambazo zinaelekeza elimu, tunajipa mazingira na wakati wa kuweza kuzifanyia kazi. Na elimu kwa kuwa ni fardhi kama zilivyo fardhi nyingine, anayezisimamia kwa namna yote ile, kwa kufundisha, kwa kuelekeza, kwa kuchangia, kwa kusimamia, anakuwa naye ametekeleza fardhi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii ni haki ya kila Muislamu, na sisi Waislamu kwa wakati huu na kuendelea tunashifurahia sana kuona Allah ametulinda na kutuongoza kuweza kufikia miaka 20 ya chuo chetu cha Morogoro. Kwa hivyo ni matarajio yetu kwamba kila Muislamu, na kama alivyosema ndugu yangu, kila Mtanzania achangie kwa fikra zake na mawazo yake na maelekezo yake kwa hali na mali kuhakikisha kwamba chuo kinapiga hatua zaidi kuelekea mbele, kwa sababu wataalamu wanaozalishwa ni wa Tanzania na wataihudumia Tanzania, kama tunavyofaidi huduma mbalimbali za kitaaluma za watu wa aina mbalimbali zinaigusa jamii yote ya Kitanzania. Kwa hivyo katika kuchangia kwetu, iwe ni kwa pesa, kwa mawazo, tusichangie kwa kuangalia tunachangia labda itikadi ya Kiislamu. Tunachangia jambo ambalo limefaradhishwa na Uislamu lakini linaihusu jamii yote. Kwa hivyo tunawaalika Watanzania wote, bali na hata walio nje ya Tanzania ambao wanaweza kutufikia kupitia majukwaa haya na kupitia vyombo vyetu vya habari, siku itakapowadia wahudhurie ili washiriki, waweze kutuchangia, waweze kutushauri, waweze kutuelekeza ili kuhakikisha kwamba jukwaa hili la kielimu linasonga mbele na kukidhi matakwa ya jamii na hasa ya Kitanzania. Waheshimiwa wote mlioko meza kuu, wenzangu wote waalikwa, waandishi wa habari, mimi naomba niseme kwamba nilikuwa mbunge wa Morogoro mjini. Kwa hiyo mimi hapa niko nyumbani. Mumu ni yangu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nimeshuhudia mwenyewe siku ya makabidhiano. Alifika marehemu Mkapa akatukabidhi yale majengo. Yale majengo yalikuwa ya TANESCO, lakini tukakabidhiwa. Kwa hiyo pamoja na kwamba kishatangulia mbele ya haki, tunamtakia malazi mema pale alipo. Ndugu zangu, amesema Sheikh Kundecha pale kwamba chuo hiki ni cha jamii ya Kitanzania na wa nje. Mimi nimefika kwenye graduations nyingi tu pale Morogoro kwenye chuo, na nimewakuta vijana ambao sio Waislamu
nimewaona na wamepewa vyeti na walikuwa wanavaa kama tunavyovaa sisi Waislamu, hasa akina mama. Lakini pia niliwakuta watu wenye ulemavu, niliwaona pale. Hatukuwatenga. Uislamu unakataa kuwatenga watu ambao sio wazima. Watu wenye ulemavu ni jamii yetu. Kwa kuwa nimepewa dakika 2, na watakieni kila la kheri. Mheshimiwa Vice Chancellor, anytime is tea time. Nipigie tu simu, mimi nitafika pale, ni nyumbani. SGR ipo. Kwa hiyo asante sana. Wakaribisha Watanzania. Watanzania wote na wakaribisheni pale Morogoro kuanzia tarehe 11, 10 mpaka tarehe 20. Tuwe pale, tuje na usingoje kuambiwa. Njoo na wewe mwenyewe uone walivyofanya kwa miaka 20. Tupate historia. Wengi hatujui. Tupate historia ya chuo chetu. Mimi nilikuwa nakuja sana Vice Chancellor wakati Vice Chancellor alikuwa Mheshimiwa Mwatumu Malale. Sasa hivi yupo, lakini ndio hivyo, umri wetu pia umesogea. Baada ya kusema hayo, nasema asanteni waandishi wa habari, tuwe pamoja katika hili. Asante. Naomba sasa mniruhusu mabina bwana tumkaribishe Sheikh Mazinge, mtu maarufu sana hapa. Amefanya kazi kubwa katika historia ya nchi yetu, nje na ndani ya Tanzania. Ni mtu aula na aushi kweli kweli, rahim na karimu. Karibu tafadhali uzungumze na umma huu kupitia waandishi wa habari hawa ambao wanakusikia. Tuko mubashara kupitia zaidi msitu. Karibu sana Sheikh. Unazo dakika 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Kwanza takuwa mwizi wa fadhila kama sikumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile kuwashukuru mashehe wote waliokuwa mbele yetu hapa, akiwepo Sheikh Musa Asad. Kwa mara ya kwanza leo ndio namuona Sheikh Kundecha na mashehe wengine. Kwanza mimi binafsi nitashangaa kwamba mtu siku hiyo maadhimisho ya chuo kikuu alafu mtu anakosa kufika. Maana yake ukiacha kufika katika maadhimisho haya, unafika kwenye maadhimisho ya aina gani? Chuo kikuu kimetokana na aya ya 96 aya ya kwanza, pale Allah alipomwambia bwana mtume ikra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma. Kwa hiyo pale tuna wasomi wa aina mbalimbali kama alivyosema mtaalam, wanatoka watu wataalamu wa aina mbalimbali, chuo ambacho hakibagui rangi, dini, kabila. Unaachaje kufika kwenye maadhimisho ya chuo kikuu? Kwa hiyo nakuombeni Waislamu wote na wasio Waislamu, tunakualikeni katika maadhimisho ya chuo kikuu Morogoro. Mimi sina wasiwasi kabisa kwamba ukipata tangazo hili basi utajivuta chuoni pale kwa ajili ya kwenda kuona mambo yanayofanyika pale katika chuo kikuu cha Morogoro. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, nifikishieni lau aya, nifikishieni ujumbe. Kwa hiyo pale panafikishwa ujumbe. Ujumbe wenyewe ni upi? Kutoa wataalamu. Wataalamu hawa kama alivyosema shekhe pale, waandishi wa habari, wataalamu katika jamii, chuo kile ni chuo muhimu sana. Kwa hiyo tunakukaribisheni katika maadhimisho ya chuo kikuu cha Morogoro. Mimi mwenyewe inshallah Allah akinijalia nitakuwepo, na nitakushangaa wewe, na nitakushangaeni nyewe waandishi wa habari mliohudhuria hapa. Unakosaje kufika pale? Maana kuna mambo mengi. Hebu mwende mkaone kile chuo toka kimeanza miaka 20. Kile chuo kinaanzishwa
Mimi na miaka 23 nahubiri kile chuo cha Morogoro. Kwa nataka nikualikeni Waislamu wote, Watanzania wote, Wakristo wote kufika katika chuo kikuu cha Morogoro, na tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kila atakayefika katika chuo kile, basi insha Allah kila hatua moja atakayoifanya, basi Mwenyezi Mungu amlipe siku ya Kiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hayo maelezo yake kwa muhtasari atashangaa usipofika. Hapa anazungumza na Watanzania ambao wanaisikiliza na kuitazama ZBC na ambao wanafuatilia matangazo yetu kwa namna nyingine yote. Karibuni sana pale katika kilele tarehe 20 Juni ambapo tunataraji mgeni rasmi atakuwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ni ule wakati ambao tunataka tusikie kidogo kutoka kwenu, pengine mtakuwa na mambo ambayo mnataka kuyauliza kwa uongozi wetu wa chuo hapa. Kwa hivyo kwa sababu ya muda umekwenda sana, tutachukua maswali 4, maswali 5. Asante. Hamisi, naomba uniongoze, unisaidie katika kuwabainisha watu ambao wanaweza kutusaidia kuuliza maswali hapa. Kwa hivyo natoa nafasi, walau swali jitambulishe, nyinyi mnafahamu moja kwa moja na chombo chako, na swali moja kwa moja tusaidie. Maswali 3. Adam Luhomwa, Star TV, target na malengo. Ndugu yangu, we mwandishi, kwa tafsiri zetu target na malengo ni jambo lile lile. Kwa malengo yetu yalikuwa ni yapi? Nitajibu swali hilo. Sasa nakumbuka sana mazungumzo ya marehemu Mzee Mkapa. Yeye ametoka Mtwara na alisema, bwana, mimi bwana, kwa makuzi yangu najua Waislamu walirudi nyuma sana katika elimu. Kwa kitu ambacho kilimfanya yeye ikawa rahisi kwake kutoa chuo kile ni kwamba sasa awe ametoa mchango wa kuchangia elimu kwa Waislamu. Kwa nasi malengo yetu ya kwanza ni hayo, kwamba tuhakikishe kwamba nafasi za kusoma wanazipata Waislamu na wanafanikiwa. Hilo lilikuwa la mwanzo. Kwa hiyo cha kwanza ni kupanua elimu katika chuo chetu. Sasa sisi tulianza na wanafunzi 260. Na kwa kweli wakati ule ilikuwa ni kushikana hivi mishahara kulipwa. Sikuwepo mimi, alikuwepo ndugu yangu Njozi. Na sasa hivi 2024 tulikuwa na wanafunzi 4760. Kwa hiyo unaona kwamba tumekuwa sana kwa uwezo wetu wa kudahili na kuingiza wanafunzi. Kwa hiyo lengo ni enrollment, lakini vile vile kukuza udahili, na hilo tumefanikiwa vizuri sana. Lengo la pili lilikuwa ni kutoa wahitimu wazuri kuliko wote. Na uzuri si academic tu, uzuri vile vile ni hulka zao ziwe nzuri vile vile. Na hilo nyinyi wenyewe mnaweza kulipima. Tazama wanafunzi wa MUM wako wapi, wanafanya vipi. Utaona kwamba wanafunzi wa MUM, whether ni mass communication, law and sharia, education, wamejitahidi sana kutokea katika ofisi mbalimbali na wanaonekana. Lakini vile vile mimi nazunguka sana mjini hapa. Nakumbuka kuna siku nilikutana na binti mmoja, mama mmoja, si binti, mama mtu mzima, akifanya kazi idara ya maji. Idara ya maji wako Mwananyamala pale karibu ya hospitali, kama mnajua watu wa Dar es Salaam. Sasa yule mama akajua mimi natoka MUM. Akaniuliza, "Profesa, hivi watoto wenu mnawakuzaje kule?" Nikamwambia, "Sisi tunawakuza kama kawaida, lakini tofauti na hivyo vingine." Najibu na ile swali la pili ile, tofauti yetu ni nini? Kwamba hulka na attitude kwetu ni muhimu sana. Mwalimu afanye kazi kwa bidii na mwanafunzi naye afanye kazi kwa bidii, kuitendea haki ile saa ya lecture. Vile vile hata maadili yao yawe mazuri vile. Sasa yule dada
alishangaa kwamba wamekwenda pale vijana watoto wa kike wawili na wamekaa, aliniambia mwezi, akasema watoto wenu tofauti sana watoto wengine. Ingekuwa watoto vyo vingine pale, ingekuwa mwezi mmoja huo wameshafahamiana kila kijana pale, lakini watoto wenu very strict, wamekaa vizuri, wanajitazama sawa sawa. Chuo chenu kinachukua wa Kristo. Nikamwambia hakuna wasiwasi, nataka nimlete mdogo wangu. Kwa hiyo unaona ile impact ya mtu mmoja mmoja. Sasa hilo sitaki kulisemea mimi, natoa huo mfano kwa sababu nilimsikia mtu akisema, lakini na nyinyi tazameni, mtaona kwamba watoto wetu si katika watoto ambao wanaonyesha mfano mbaya katika jamii. Ni watoto ambao wanafanya kazi kwa sababu wamefundishwa sawa sawa, na wanafanya kazi ile kwa sababu ni sehemu ya ibada yao vile vile. Sasa tofauti nyingine pale, sisi kwa bahati tuna enrollment ya watoto wa kike kubwa kuliko nafikiri vyuo vingine vyote. Kwa maana education tunaweza kutoa sisi watoto wa kike 80%. Kwa hiyo sisi kwa kweli tunatoa watoto wa kike zaidi kuliko watoto wa kiume, na tunaaminiwa sana na wazazi kwa ajili ya watoto wa kike kwa sababu ya kuwatazama kwetu. Sasa utaona vile vile kwamba hawa watu wa kike kama ni walimu kwa mfano watakwenda vijijini. Na nyinyi mnajua mishahara yetu katika nchi hii si mikubwa sana. Sasa akishakwenda kijijini atafanyaje kazi? Sasa sisi pale nje ya program za kawaida kuna program za ziada za kuwafundisha watoto wetu maisha ya vijijini. Kwa mfano kuna mwalimu wetu na yuko hapa anafundisha namna ya kutengeneza sabuni. Ni kozi ambayo SIDO inalipiwa. Pale wanafundishwa. Akifika jijini atafanyaje? Tumeanza sisi mpango wa kutengeneza bustani pale na kupanda miti, ili naye akaenda kijijini aweze kufanya vitu hivyo ili kusaidia maisha yake kwa ujumla. Sasa vitu hivyo katika vyuo vingine huvipati, katika chuo chetu na vipata. Na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia katika mambo anataka kufanya ni kuanzisha kitu kinaitwa Skills Development Unit. Kurasmisha kabisa hayo mambo ya ziada hayo ili yaweze kufanyika kwa wanafunzi wetu. Jambo la tatu la mwisho ambalo ni tofauti, tazama mashindano ya wanasheria katika nchi hii na nje ya nchi hii. Inaitwa Moot Court. Na wanafunzi wa chuo cha Waislamu cha Morogoro kila mwaka wamekuwa wakishinda au wakenda juu kabisa katika mashindano haya. Wanajiamini, wanajua vitu vyao na wanazungumza kama vile ni watoto wa chuo kikuu. Hiyo ndio tofauti kubwa. Na nafikiri kwa ujumla wake nimejibu haya maswali matatu, nimegusagusa mengine. Lakini kama hamjatosheka mtauliza kwa ziada. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labda niseme tu kwamba maana yake alikuulizwa hili. Tuna programs gani pale? Program tulizonazo pale bwana ni elimu, education. Tuna program ya sciences. Tuna program ya law and sharia ya tatu hiyo. Program ya nne ni mass communication. Mass communication. Program ya tano ni business studies. Program ya sita ni Arabic and Islamic studies. Arabic and na labda niseme tofauti yetu pia sisi na vyuo vingine, hakuna chuo chenye idadi ya mashehe wengi kama chuo cha Waislamu cha Morogoro, ambao wamesoma Madina, wamesoma Ummul Qura, yani wame graduate na degree za dini tunao chungu nzima pale. Kwa hiyo nasema tutaweza kujivunia kwa sababu tuna kikundi kikubwa cha mashehe na wanatumika sana. Ukifungua Radio Imani wazungumzaji ni mashehe wetu. Kwa hilo pia ni tofauti na vyuo vingine vyote katika nchi hii. Chuo kikuu cha Dar es Salaam sijui hata kama wana shehe mmoja. Hawana, nafikiri hawana. Mimi sisemi utani, chuo kikuu cha Dar es Salaam wana shehe gani? Sina hakika, lakini nafikiri hawana. Sijasikia kama wana shehe hata mmoja. Sisi tuna mashehe hawapungui 8 pale, wa kiwango kinachotakiwa kabisa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labda kuna swali la bwana kutoka Imani kuhusu mpango labda wa kufungua chuo. Nimeandika hapa lakini sikuandika chuo kingine. Mpango wa kufungua chuo kingine kwa kweli haupo.
isipokuwa tuna mpango wa kufungua matawi ya chuo cha Waislamu hapa Dar es Salaam na katika mikoa mingine. Na nyinyi mpo katika mikoa yenu, labda huko ikipatikana ardhi ambayo tunaweza kuipata kama wakfu, tunajaribu kuwatafuta wafadhili wakiweza kutujengea. Na si chuo kikuu tu, sisi tunatafuta hata ardhi ya kujenga shule ya sekondari, shule ya primary. Maanake sisi tunatafuta ni elimu. Kwa hiyo akitokea watu wa Tabora watutupa eka 5, tunaweza kuweka shule ya msingi, tuweka shule ya msingi. Tunamtafuta mfadhili ujengee shule ya msingi, na uzuri tuna walimu, tutawapeleka walimu pale. Kwa sisi elimu katika nchi hii tutaifuatilia kama inavyotakiwa, na kama nilivyosema matawi. Kwa mfano huu Oktoba mwaka huu inshallah Dar es Salaam tutakuwa na program ya Masters of Business Administration. Na si ya mchezo, manake watu wanasoma tu siku hizi. Itakuwa program ya kazi sawa sawa. Yaani ukitoka pale unaingia mahali watu wanasema huyu bwana amesoma sawa sawa. Swali lako jibu lake ni rahisi sana. Ni swali lile la je, kuna faida gani ya kusafiri? Ni hilo. Yaani kutoka hapa kwenda sehemu ambayo huijui utapata faida gani? Najibu ndio hilo kwamba faida ni ya maisha. Utajua maisha katika mfumo wa Kiislamu yako namna gani. Kwa wanakuja watoto wengi pale ambao si Waislamu. Na mimi binafsi nawaambia watu, kama sisi tunafanya sawa sawa kama Uislamu unavyotaka, miaka 3 ni mingi mno. Akija mtoto pale katika miaka 3 ile, kama kweli atajifunza sawa sawa, anatakiwa aujue Uislamu na aujue uongo wa vitu vingine, na ajue ukweli uko wapi, na awe ameongoka sawa sawa. Hiyo ndio inavyotakiwa. Lakini kwa jumla wanakuja pale wanajifunza. Cha kwanza ni mavazi, na imetokea bahati kwamba pale ukija utakuta bweni zima, watu wakija wanakaa bwenini, bweni zima wamevaa hijabu. Sasa ukija pale na sketi zako, wiki moja tu utaona hufiti. Kwa hiyo unavaa hijabu vile vile. Kwa hiyo ukija pale mara nyingi utapata shida kumjua yupi Muislamu na yupi si Muislamu. Mimi nimefundisha darasa langu la forensics. Nilikuwa na wanafunzi 21, kati ya wale nafikiri 4 walikuwa si Waislamu. Lakini kwa siwajui mimi. Mimi nafundisha tu. Mpaka siku ya mtihani sasa huyu Agatha, huyu fulani ndio unajua huyu kumbe si Muislamu kwa jina lake. Lakini sisi hatufanyi tofauti, tunawafundisha, na sababu ni hiyo ya kujifunza maisha ya watu wengine. Na si kujifunza maisha, tunakujua vitu gani tofauti. Sasa mtu akishakuwa namna hiyo anakuwa tofauti na mtu mwingine ambaye hajui. Si unajua yule anayejua na yule asiyejua watu tofauti, hawawi sawa sawa kabisa. Na hilo kwa ujumla ndio jibu la swali lako bwana Bakari wa Majira. Lakini inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Profesa Hassan haachi kutufundisha sisi vijana. Kwa hiyo moja katika mambo tunayompenda ni mkweli sana na anatufundisha kila wakati. Kwa hivyo bila shaka tumekubaliana kwamba tumemaliza maswali, na kwa sababu shughuli hii ndio inaanza leo. Kwa hivyo tutapoa tarehe 20 pale jioni, lakini inshallah mpaka mwezi wa 6 tarehe 20 hii shughuli ndio imeanza leo. Kwa kweli mimi sikujitayarisha kuzungumza, lakini nimeambiwa nizungumze, na inshallah nitajaribu kuzungumza chochote kile ambacho naamini labda kinaweza kikafurahisha hadhira hii. Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro. Waislamu walikuwa pale chuo kikuu mwaka 1968, chuo ambacho kingejengwa na East African Muslim Welfare Society. Lakini kila jambo linakwenda kama Allah mwenyewe alivyopanga, na historia ya chuo hiyo ni historia kubwa, na ukielezwa
itakusisimua, lakini mambo yamekwenda. Leo tuna chuo Waislamu, alhamdulillah rabbil alamin. Yaliyopita yamepita, tunatakiwa sasa tugange yajayo. Nadhani hayo yanatosha kwa leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unajua, ungekuwa mimi naweza kutoa udaktari ningetoa hapa, lakini sasa siruhusiwi na mamlaka, naweza nikashtakiwa. Lakini haya maneno naweza kuandika vitabu vingi sana. Watu wanaofahamu mambo wanaweza kuandika vitabu vingi kabisa vya kutosha. Sasa tumemsikia mtaalamu wa historia ya kweli Sheikh Mohamed Said amezungumza kwa muktasari sana. Nimefahamishwa kwamba jumuiya yote ya chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro hivi sasa tunapozungumza hapa katika hoteli ya New Africa, kule wanafuatilia matangazo haya moja kwa moja. Wamekaa mahala na screen kubwa kabisa, wanafunzi, walimu, wafanyakazi, wageni, wanani, majirani zetu wanafuatilia tukio hili, kwa sababu tunaandika historia muhimu kabisa. Watu waliokuwepo wakati wazee wetu wanapambana kupata hiki kikio watakubaliana na mimi kwamba miaka 20 si mchezo. Watu wengine hawakufikiria kwamba tutaweza sie miaka 20 na hiki kituo au tutafugia kuku. Hakia tufugi kuku, tunatoa watu wa maana sana katika nchi hii. Mambo mazuri. Kwa hivyo wakati tunaweka historia hii, wenzetu kule chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro wanafuatilia mubashara. Na sasa kwa kweli Hamis, bila shaka tunakaribia kabisa kutamatisha matangazo yetu. Mimi nina wakushukuruni waandishi wa habari kutoka vyombo vyote vya habari mliokuja hapa, na naamini ninyi ni watu wenye nguvu sana. Mtatusaidia hizi taarifa zetu kufikia umma kwa usahihi kabisa. Kwanza nimeambiwa niwakaribishe wote mliokuwa hapa na wengine ambao wanafuatilia tukio hili hivi sasa, na wengine ambao watakaopata habari hapo baadaye, wasikose katika tarehe hiyo iliyotajwa katika kushirikiana katika jambo hili. Insha Allah Mwenyezi Mungu atuwafikishe. La mwisho nimeambiwa niombe dua. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.